nitumie fursa hii kwa dhati kabisa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa uhai na uzima na kuendelea kuijalia nchi yetu kuwa katika hali ya amani na utulivu. Lakini pili, kipekee ni washukuru sana wananchi wa jimbo la Chaani kwa imani walionipa ya kunichagua kuwa mbunge wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ninaowakilisha wananchi wa jimbo la Chaani. Kwa kweli imani hii ni kubwa na kwa kweli nina dhima kubwa ya kulipa imani hii kwa vitendo. Lakini baada ya shukrani hizo niseme tu kwamba madhumuni ya kukutana kwetu siku ya leo hapa kwa ajili ya dua hii inalenga hasa la kwanza kuliombea taifa letu. Kwa nini tunaliombea taifa? Kwa sababu wote tunakumbuka kwamba tarehe 29 Oktoba nchi yetu iliingia katika uchaguzi mkuu wa dola kwa upande zote mbili, upande wa Zanzibar na upande wa Tanzania bara. Na wakati wa uchaguzi ule mkuu wa dola, yapo baadhi ya maeneo kwenye sehemu za nchi yetu yalipata changamoto mbalimbali za vurugu ambazo kwa kweli kwa namna moja au nyingine zilisababisha madhara makubwa, ikiwemo kupoteza roho za watu, lakini pia athari kubwa ya kiuchumi kwa taifa letu na wananchi mmoja mmoja. Lakini kadhalika tumetoka katika jambo hilo katika hali ya amani na utulivu, kwa maana tuwapongeze sana viongozi wetu kwa kuweza kudhibiti vurugu zile na kuendelea kuibakisha nchi katika hali ya amani na utulivu. Katika hali hiyo tukawiwa na sisi, mimi nikiwa mbunge, lakini na mwenzangu Mheshimiwa mwakilishi Juma Usonge na madiwani wetu wote, tukasema tuje kwa wananchi wetu katika mwelekeo kwanza wa kurudi kumuomba Mwenyezi Mungu, kwa sababu wakati tunaingia kwenye siasa tulianza kwa maombi, wakati tunaingia kwenye kampeni tuliingia kwa maombi, wakati tunakwenda kwenye uchaguzi tulikwenda kwa maombi. Kwa hiyo wakati tunataka sasa kurudi kuanza kazi rasmi, nayo tumesema tuanze kwa maombi. Kwa hiyo tunamuomba Mwenyezi Mungu ajalie taifa letu liendelee kuwa na amani. Wale ambao wana dhamira mbaya kwa taifa letu kwa namna yoyote ile ya hujuma, basi Mwenyezi Mungu awabadili dhamira zao hizo, warudi kuwa na dhamira njema na kuhakikisha kwamba wote tunaungana kuhakikisha kwamba amani na utulivu inaendelea kutawala. Lakini jambo la pili ni kuwaombea viongozi wetu wakuu wa kitaifa, nikimaanisha Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan na Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi. Kwa nini? Kwanza kwa kuchaguliwa upya kuwa ni marais kuendelea katika kipindi cha pili, kwa upande wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania awamu ya 6 kipindi cha pili, na upande wa Zanzibar awamu ya 8 kipindi cha pili. Kwa hiyo kuchaguliwa kwao kwa kishindo kwetu sisi ni faraja, kwani inatuonyesha dira na mwelekeo wa kwamba sasa Zanzibar na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania zinaenda kupata maendeleo yenye kasi kubwa kuliko ile ambayo tulianza katika kipindi cha kwanza cha awamu zao. Sasa katika hali hiyo ni wajibu wetu kuwaombea uzima, kuwaombea salama na kuwaombea pia Mungu awape nguvu na maono zaidi ya kuweza kutupeleka kule ambao wanatazama kwa maslahi mapana ya taifa na wananchi wenyewe. Lakini jambo la tatu la kwa nini tunaomba dua hii ni kwa sababu ya kurudi kwa wananchi wenzetu. Wananchi wenzetu wa jimbo la Chaani walitupa imani, na baada ya kutupa imani walitaraji kuwa tuwalipe imani. Kwa hiyo tumekusanyika hapa kwa kumuomba Mungu kwamba sasa tumerudi. Walitutoa hapa kama ni wateule, tumerudi kama ni viongozi kamili. Tayari tumeshapata hati za kuchaguliwa na vile vile tumeshakula viapo vya kutekeleza majukumu hayo, na tayari tuna vielelezo vya kwamba sisi ndio viongozi halali wa jimbo la Chaani kwa ngazi ya mbunge, Mheshimiwa mwakilishi pamoja na waheshimiwa madiwani. Kwa majukumu hayo sasa tumekuja mbele yao kwa kuja kuhakikisha kwamba yale tuliyoyaahidi wakati wa kampeni, yale yaliyopo kwenye ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi, mipango ya kitaifa iliyopo katika ngazi ya wilaya, mkoa, kwa upande wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ni wajibu wetu kwenda kuwasemea kwenye vyombo hivyo, na yale ya kutekeleza sisi kuhakikisha kwamba tunayatekeleza kama tulivyoahidi. Kwa hiyo matarajio yetu baada ya dua hii sasa tutakwenda kwenye hatua ya utekelezaji, na utekelezaji utakwenda kama ambavyo tulieleza kila kipengele kwa nafasi yake. Tulieleza wakati ule kuwa tuna mambo makubwa 4 na bado hatujayasahau, ndio yale. La kwanza kuhakikisha usalama wa chakula jimboni.
La pili, kuhakikisha sekta ya elimu inakuwa kwa kasi kubwa. La tatu, tulisema tutahakikisha umoja na mshikamano tunazidi kuimarisha. Ndio maana mmeona tumekusanya watu mchanganyiko hapa. Lakini jambo la nne ni suala la miundombinu mbalimbali ikiwemo maji safi na salama, afya, elimu, miundombinu ya barabara na kadhalika, nayo kuhakikisha kwamba kupitia serikali zetu mbili basi inapata msukumo mkubwa na kupata kujengwa katika viwango vinavyostahiki kwa wakati wa sasa. Kwa hiyo hayo ndiyo madhumuni makubwa ya kwa nini leo tumekutana.